Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Pastor Andegunyo. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu anachokitenda Mungu. Popote pale ulipo, Mungu ni Mungu na hakuna anachokitafuta cha zaidi ili yeye awe Mungu, bali popote alipo, kwa jina lake, kwa jinsi yake, yeye ni Mungu milele. Na kufanya anachokitenda Mungu ni yeye kuwa Mungu. Anachokitenda Mungu kwa jinsi na jina lake ni yeye kuwa Mungu. Kwa kuwa kwa yeye kuwa Mungu ndio usaidizi wake kwako wewe popote pale ulipo. Ndio usaidizi wake katika maisha yako. Ndio pumzisho la maisha yako popote pale ulipo. Kwani anakusaidia tu kwa yeye kuwa Mungu. Anakusaidia tu kwa yeye kuwepo pale kuwa Mungu kwa jina na mwonekano wake. Anakupumzisha hapo ulipo kwa yeye kuwa Mungu. Anakusaidia, anakupumzisha wewe uliye msaidizi wake, wewe uliye wa kufanana na yeye, kwa kuwa yeye Mungu. Kwa yeye kuwa Mungu ndio anakuwa amekusaidia au amekupumzisha wewe uliye msaidizi wake, wewe uliye wa kufanana na yeye. Basi na hicho ndicho anachokitenda Mungu. Na anachokitenda Mungu ni yeye kuwa Mungu. Anachokitenda Mungu ni yeye kuwa Mungu. Kwa kuwa hakuna kingine anachokitafuta ili yeye awe Mungu. Kwa kuwa popote pale alipo, kwa jinsi vile yeye alivyo, ndiye Mungu na hakuna mwingine kama yeye. Jinsi alivyo ndiye Mungu na hakuna mwingine kama yeye. Na kufanya kusiwe na chochote anachokitafuta ili kuongezea yeye aitwe Mungu, bali yeye kuendelea kuwa Mungu. Kwa yeye kuendelea kuwa Mungu ndicho anachokitenda. Ndio, kwa yeye kuendelea kuwa Mungu ndicho anachokitenda. Kwa kuwa Mungu maana yake ni kanuni au utaratibu. Mungu maana yake kanuni au utaratibu. Ndio, Mungu maana yake kanuni au utaratibu. Na kwa jinsi kanuni au utaratibu unavyoonekana ndio hupewa jina. Na kwa jinsi kanuni au utaratibu unavyoonekana ndio hupewa jina. Ndio maana na popote pale ulipo, wewe umekuwa ni mwana wa Mungu, ikiwa na maana umetokana na Mungu au umepatikana kwa kanuni au utaratibu na kuonekana hivyo kwa jinsi ulivyo sasa hivi. Narudia tena hapa, popote ulipo, ndio maana umeitwa ni mwana wa Mungu, ikiwa na maana umetokana na Mungu au utaratibu na kanuni, na kisha kuonekana kwa jinsi hiyo unavyoonekana popote pale ulipo. Ni mwanamke au ni mwanamume, ni mtu au ni wewe, ni mtoto au ni mkubwa, ni mzazi au
ni baba, ni mama, ni taifa, ni kabila, ni ukoo, au vyovyote kwa kuitwa kwako popote pale ulipo. Umeitwa mwana wa Mungu, uliotokana na Mungu, kwa kuwa wewe umetokana na kanuni au utaratibu na kisha ukapatikana kwa kuonekana kwa jinsi hiyo ulivyo. Kuna kanuni na utaratibu umefuatwa, ndio maana wewe umeonekana mwanamke. Kuna utaratibu na kanuni zimefuatwa, ndio maana wewe umeonekana mwanamke. Kuna utaratibu na kanuni zimefuatwa, ndio maana wewe umeonekana askari, umeonekana daktari, umeonekana injinia, umeonekana mkulima, umeonekana mpishi, umeonekana mzazi, umeonekana mtoto, umeonekana kwa jinsi hivyo ulivyo popote pale ulipo, kwa kuwa kuna kanuni au utaratibu umefuatwa. Ndio maana ulipo umeitwa mwana wa Mungu au uliotokana na Mungu, ikiwa na maana kanuni au utaratibu na kufanya popote pale ulipo, pasipo kujalisha uko wapi, pasipo kujalisha ni nani, pasipo kujalisha mazingira yako ni yapi, pasipo kujalisha unafanya nini, pasipo kujalisha chochote, ila wewe pasipo kupingika, wewe ni mwana wa Mungu. Ndio, wewe ni mwana wa Mungu, kwa maana ya kwamba ni mwana wa kanuni na utaratibu. Ulipo popote pale unaishi kanuni au utaratibu huo. Popote pale ulipo unaishi kanuni au utaratibu huo. Kanuni au utaratibu wa mwonekano kwa jina mwanamke, utaratibu au mwonekano kwa jina mwanamume, utaratibu au kanuni kwa jina daktari, utaratibu au kanuni kwa jina mhasibu, utaratibu au kanuni kwa jina tajiri, utaratibu au kanuni kwa jina mgonjwa, utaratibu au kanuni kwa jina njaa, utaratibu au kanuni kwa jina shibe, utaratibu au kanuni kwa jina lako popote pale ulipo, kwani hayo ndiyo maisha yako yote. Ni mwanamke, kuishi utaratibu wa mwanamke, utazaa, utabeba mimba, utafanya na mengine ya wanamke wako sawa sawa na mwili wako ulivyo, yani mpangilio wa utaratibu na kanuni ilivyo wa mwili wako. Ni mwanamume, ndivyo utaishi sawa na mwonekano wa mwili wako, mwonekano wa mpangilio wa utaratibu na kanuni za mwili wako, na vyote vilivyopangiliwa ndiyo maisha yako. Ni askari, utaishi utaratibu na kanuni za mpangilio wako. Ndio maana kwenda vitani hatukushangai, kufanya kile hatushangai, kufanya kile hatushangai, kwa kuwa ndio utaratibu na kanuni na kuonekana kwa jina lako. Ndio naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu anachokitenda Mungu, na anachokitenda Mungu ni yeye kuwa Mungu, ni utaratibu kuwa utaratibu, ni kanuni kuwa kanuni.
Na ukisha kuwa kanuni au utaratibu, ukisha kuwa kanuni au utaratibu, basi kanuni au utaratibu huo unajiongoza wenyewe, kwa kuwa wenyewe ndivyo ulivyo. Ukisha kuwa utaratibu au kanuni, ukisha kuwa utaratibu au kanuni na kuitwa kwa jina moja sawa na kuonekana kwake, utaratibu huo au kanuni hiyo inajiongoza yenyewe, kwa kuwa ndivyo ilivyo. Ndio maana ulipo hapo popote pale, muda wa kunywa maji unakunywa, unakula, na vingine vyote vinajiongoza sawa na utaratibu wake ulivyojiwekea, sawa na kanuni ya kuonekana kwako popote pale ulipo. Kwa hiyo hata ulipo popote pale, tambua ni kanuni na utaratibu uliokuweka hapo, ndivyo ulivyo. Ni kanuni au utaratibu ndio uliokuweka hapo, ikiwa na maana ndivyo ulivyo kwa jina la kuitwa kwako, kwa kuwa jinsi ulivyo hapo popote pale ulipo, ndivyo alivyo mwingine yoyote popote pale alipo. Jinsi alivyo Mungu, ndivyo ulivyo wewe hapo popote ulipo kwa mwonekano wako. Kimaanisha jinsi Mungu anavyojisikia au kujihisi, ndivyo wewe unavyojisikia au kujihisi kwa mwonekano wako, kwa kuwa wote mmebeba jina moja la utaratibu au kanuni. Wote mmebeba jina moja la utaratibu au kanuni, kwa kila mmoja kuitwa kwa jina lake. Kwa kuwa popote pale ulipo, kama wewe ni mtoto, tambua kila mmoja aliyopo, kila mmoja unayemtazama ni mtoto kama wewe kwa jinsi ya kuonekana kwake. Kama wewe ni mzazi, popote pale ulipo, tambua wote ni wazazi kwa jinsi ya mwonekano kwa kila mmoja na mwingine. Kama wewe ni mjukuu, tambua wote ni wijukuu kwa jinsi ya kuonekana kwake, tena pasipo kujalisha mwonekano wao, ni baba yako au ni mama yako, ni babu yako au ni bibi yako, lakini hata yeye pale alipo ni mwijukuu, pale alipo ni mtoto. Yeah. Kama ni njaa, wote ni njaa. Kama una njaa popote pale ulipo, tambua wote wana njaa na kuonekana kwa jinsi yao na majina yao, na kukufanya popote pale ulipo kwa jinsi hiyo unavyojisikia, ndivyo wa kufanana na wewe anavyojisikia au kujihisi. Jinsi unavyojihisi au kujisikia wewe mwanamume kwa aina yoyote ulivyo, ndivyo wanamume wote wanavyojisikia kwa jinsi yao na mwonekano wao kwa majina yao.
Jinsi unavyojisikia au kujihisi wewe mwanamke, ndivyo wanawake wote kwa jinsi na majina yao wanavyojisikia au kujihisi kwa muonekano kwa kuitwa kwake. Jinsi unavyojisikia wewe mwanamume, ndivyo mwanamke au mwanamke anavyojisikia au kujihisi kwa muonekano wake vile vile alivyo. Jinsi wewe mwanamke unavyojisikia kwa vyovyote vile ulivyo sasa, ndivyo mwanamume yoyote anavyojisikia kwa muonekano wake na kwa jinsi na kuitwa kwa jina lake. Ndio maana wote mkawa wa sura moja, wote mkawa mmetokana na Mungu, yani utaratibu au kanuni. Wote mkawa ni wana wa Mungu, watoto mliozaliwa kwa utaratibu au kanuni na kuonekana kwa jinsi hiyo ulivyo hapo popote pale kwa jina la kuitwa kwako. Naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu anachokitenda Mungu. Anachokitenda Mungu ndicho anachokitenda msaidizi wake. Anachokitenda Mungu ndicho anachokitenda mwana wa Mungu. Anachokitenda Mungu ndicho anachokitenda mwana wa Mungu. Anachokitenda Mungu ndicho unachokitenda wewe popote pale ulipo na kuitwa kwa jina la muonekano wako hapo ulipo kufanya. Anachokitenda Mungu ni yeye kuwa Mungu, na wewe umesha kuwa mtu. Hakuna kingine unachokitafuta ili uwe mtu. Basi unachokitenda wewe mtu ni wewe uwe mtu, sawa na utaratibu au kanuni za uwepo wako, kuwa wewe ndiye uliye kanuni au utaratibu kwa jina la kuitwa kwako, na kufanya utaratibu huo au kanuni hiyo kuwa unajiendesha wenyewe. Kanuni au utaratibu huo kuwa unajiendesha wenyewe, ikimaanisha unachotakiwa kukitenda wewe mtu ni wewe kuwa mtu. Unachokitenda wewe mwanadamu ni wewe kuwa mwanadamu. Unachokitenda wewe mwanamke ni wewe kuwa mwanamke. Unachokitenda wewe mwanamume ni wewe kuwa mwanamume. Unachokitenda wewe popote pale ulipo ni daktari, wewe kuwa daktari kwa aina hiyo. Ni mwalimu, wewe kuwa mwalimu kwa aina hiyo. Ni mtumishi wa Mungu, ni nabii, ni mtume, ni mchungaji, ni upendo, ni msamaha, ni vyovyote kwa jinsi ulivyo popote pale ulipo, hata kama sijakutaja, lakini popote pale ulipo, kwa kuwa wewe ni mwana wa Mungu, unachokitenda ni wewe kuwa hapo popote ulipo. Ni wewe kuwa hapo popote ulipo kwa jina la kuitwa kwako. Ndio. Na kwa kuwa Mungu
Yeye kuwa Mungu ndio imekuwa pumzisho au usaidizi kwako, usaidizi wa maisha yako. Utaratibu au kanuni, kuwa utaratibu au kanuni kwa jina lake ndio umekuwa usaidizi au pumzisho katika maisha yako hapo ulipo popote. Na ndivyo ilivyo kwa wewe kuwa hapo popote ulipo. Umekuwa ndio msaidizi au pumzisho kwa mwingine yoyote popote pale alipo. Popote pale ulipo. Kwa wewe kuwa hapo popote ulipo kwa jina na kwa jinsi hiyo ulivyo. Umekuwa ndio msaidizi au pumzisho kwenye ufalme wa Mungu, kwenye kanuni au utaratibu wowote uliopo kwa muonekano wake. Umekuwa msaidizi au pumzisho kwa chochote popote pale kilipo. Ni baba yako, ni mama yako, ni ndugu zako, ni taifa lako, ni dunia au ardhi na anga yake yote, kwa chochote popote pale ulipo. Kwa kuwa uwepo wako ndicho basi, uwepo wako hapo ulipo ndio pumzisho au usaidizi kwenye vyote popote pale kilipo, na kufanya chochote popote pale kilipo. Pumzisho hili la Mungu kuwa hapo kukusaidia kwa jinsi hivyo wewe ulivyo. Haijalishi uko vipi, Mungu yupo hapo kukupumzisha kwa jinsi hivyo wewe ulivyo, kwa kuwa uwepo wake Mungu kwako ndio ulio pumzisho kwako, na uwepo wa Mungu huu kwako ndio usaidizi katika jinsi ulivyo hapo sasa hivi. Ni mgonjwa, una nini, kuna hichi, ni maskini, ni kilema, ni kipofu, ni vyovyote kwa jina la kuitwa kwako, yupo kukusaidia, kwa kuwa ulipo hapo wewe ni usaidizi katika ufalme wa Mungu, pasipo kujalisha unaonekana vipi, bali kwa muonekano wako huo ndio usaidizi wenyewe, ndicho unachokitenda, na hayo ndio Mungu anayoyatenda, na hicho ndicho Mungu anachokitenda. Ni yeye kuwa Mungu, ni wewe kuwa mtu, ni wewe kuwa mwanamume, ni wewe kuwa mume, ni wewe kuwa mke kwa mume huyo, ni wewe kuwa mtoto kwa wazazi hao, wewe kuwa mzazi kwa watoto hao, wewe kuwa hivyo popote pale ulipo, ndicho unachokitenda. Na sasa Mungu yupo kukusaidia, kwa kuwa anachokitenda Mungu ni uwepo wake pale alipo, ni uwepo wake pale alipo, na uwepo wa Mungu ni pumzisho kwako, ni pumzisho hili kwako ambalo lipo hapo kukusaidia, lipo hapo kwa kutenda kwake, kwa jinsi wewe unavyotaka kuwa, kwa jinsi wewe unavyojisikia kufurahi. Basi pokea pumzisho hili la Mungu la kujua anachokitenda Mungu, la kuwa anachokitenda Mungu. Pokea pumzisho hili la kuwa anachokitenda Mungu, na liwe kwako.